Malengo ya somo hili, nataka kufikia mpaka mwisho wa somo hili tuwe tumeshajifunza mambo yafuatayo. Jambo la kwanza mpaka kufikia mwisho wa somo hili, natamani tuwe tumekwisha kujifunza au kufahamu tabia mbalimbali za maombi ndani ya kanisa na kwa waombaji kwa ujumla. Tabia mbalimbali za maombi ndani ya kanisa na kwa waombaji kwa ujumla. Lakini pia jambo la pili, natamani mpaka kufikia mwisho wa somo hili washirika wa kanisa hili wajengeke katika eneo la kujitoa kwa maombi. Washirika wa kanisa hili wajengeke katika eneo la kujitoa katika maombi. Lakini pia jambo la tatu, natamani mpaka kufikia mwisho wa somo hili kanisa kupata uamsho wa kiroho juu ya maombi ambayo tutakuwa nayo kila itwapo tutakapotangaza ratiba ndani ya kanisa. Bwana asifiwe sana. Mpaka mwisho wa somo tunatamani tujengeke katika eneo la maombi. Tuwe na uamsho ambao utatuwezesha kuvuka na kupasua anga katika eneo la maombi. Bwana asifiwe sana. Sawa. Nitakuwa na utangulizi kidogo hapa. Kanisa sio kanisa la watu. Kanisa wala si kanisa la mchungaji, wala si kanisa la askofu. Kanisa ni kanisa la Kristo, yeye ambaye aliumba misingi ya dunia na nchi na akatupa maagizo kuweze kuyachunga kanisa hili na kuweza kufanya yale ambayo yanampendeza yeye kwa utukufu wa jina lake. Kwa hivyo msingi wa kanisa unahitajika sana tuyajue mambo ya Kristo Yesu, ambao yeye ndio mtoa mwongozo, ambao yeye ndio mtoa direction ya kila ambacho tunakifanya, ili basi kwa utukufu wa jina lake mwili wa Kristo ujengeke na kila ambacho amekikusudia kiweze kufanyika kifanyike kwa utukufu wa jina lake. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kama kuna watu wamelala, kuna mtu ananipata hapa? Nataka kusikia mtu mmoja anasema oh yes. Kuna mtu ananipata hapa? Yes. Nataka twende pamoja ili tunapofikia mwisho wa somo, tunapoenda kwenye maombi, basi tunaomba katika viwango ambavyo ni sawa na wale ambao wamejifunza neno la Bwana. Bwana asifiwe sana. Sawa. Sasa moja kwa moja tutaenda kuangalia tabia ni nini. Tabia ni nini? Tabia. Zipo tafsiri mbalimbali za tabia ambazo kimsingi umekwisha kuzisikia na umekwisha pengine labda kuwafundisha watu na kuelimisha kwa hizo wakajua tabia ni nini. Sasa leo nakuletea moja kati ya tafsiri ya tabia ambazo pengine umewahi kuzisikia au haujawahi kuzisikia. Sasa moja kati ya tafsiri za tabia unaweza kaandika kwamba tabia ni matokeo ya kile ambacho umekuwa ukikifanya mara kwa mara. Tabia ni matokeo ya kile ambacho umekuwa ukifanya mara kwa mara. Na matokeo ya kile ambacho umekuwa ukifanya mara kwa mara ndio kinakutambulisha kwa watu ya kwamba wewe ni mtu ambaye uko vipi na unapendelea vitu fulani. Bwana asifiwe. Haleluya. Tabia ni kile ambacho umekuwa ukikifanya mara kwa mara, au ni matokeo ya kile ambacho umekuwa ukifanya mara kwa mara, na pengine watu wamekuwa kikufahamu kupitia hicho ambacho umekuwa ukifanya mara kwa mara, tukakujua kupitia hicho.
Bwana asifiwe sana. Kwa mfano, mtu akiwa anapenda kucheza, namna rahisi ya kuweza kumfahamu mtu huyo ndani ya watu wengi, ni lazima utataja tabia ile ambayo inamtambulisha, ambayo itakuwa pengine ni tofauti na miongoni mwa wale watu wengi. Kwa hivyo utajua kwa sababu ya kile ambacho amekuwa akipenda kukifanya. Bwana asifiwe sana. Sasa tutakwenda kuangalia tabia ya kwanza. Tabia ya kwanza. Tabia ya kwanza ambazo zimekuwa zikitushinda katika maombi. Andika tabia ya kwanza ambazo zimekuwa zikitushinda katika maombi kwa asilimia kubwa ndani ya kanisa. Bwana asifiwe. Haleluya. Sawa. Tabia ya kwanza tunaona ni tabia ya kutokuwa na maombi ya mkesha. Tabia ya kwanza ambayo inawashinda miongoni mwa watu wengi ndani ya kanisa ni tabia ya kutokuwa na maombi ya mkesha. Tabia ya kutokuwa na maombi ya mkesha. Wakati uamsho wa kanisa la Pentekoste unakuja mwanzoni mwa miaka hiyo, tuliona watu wengi walikuwa na ushirika katika kumwabudu Mungu na kuweza kuumega mkate kwa ushirika wa pamoja, lakini pia katika kukesha na kuomba kila itwapo leo, kwa pale ambapo walipokuwa wamepata nafasi. Lakini kadri siku zinavyoenda, tabia hizi za mikesha zimekuwa zikipungua kwa baadhi ya makanisa mengi. Tabia hizi tumekuwa hatuna. Tabia hizi tumekuwa hatuoni umuhimu wake, na tumekuwa hatuoni ulazima wa tabia hizi, kwa sababu pengine labda ya kutojua kama tulivyozungumza hapo mwanzo. Bwana asifiwe sana. Sasa, na moja kati ya vitu ambavyo vinamfanya mtu ndani ya Kristo aimarike ni pamoja na tabia hii ya mikesha. Kuna faida nyingi za mikesha ambazo pengine hujui, ambapo kama ukijua hautakuwa mtu wa kawaida. Utakuwa kila itwapo leo ukisikia ratiba za mikesha kanisani, utajumuika nasi pamoja kwa ajili ya kukesha na kumuomba Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. So tabia hizi za mikesha tunazifanya kwa sababu tunaona kiongozi wetu, mzee wa kanisa wenyewe ambaye ni Kristo Yesu, yeye ndio anatoa mwongozo na anatupa maelekezo kwa namna ya tukeshe vipi na tunapaswa kukesha kila itwapo leo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa ukisoma katika kitabu cha ukiangalia katika kitabu cha Luka 6 sura ya 12. Luka 6 sura ya 12. Kama kuna mtu amefika hapo. Biblia inasema, yes, ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba. Akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Hata kulipokuwa mchana, aliwaita wanafunzi wake. Ishi hapo. Luka 6:12. Maandiko yanasema, ikawa siku zile. Siku zipi? Na nani huyu anazungumza? Anasema ikawa siku zile akaondoka akaenda mlimani ili kuomba. Akakesha usiku kucha akimwomba Mungu. Sasa nani anazungumza haya? Anayezungumza haya ni Yesu Kristo mwenyewe, ambaye ametuambia tukeshe, na kwa kupitia kukesha tunapaswa kujua mambo fulani ambayo yanatusaidia na kuweza kutuimarisha katika mambo ambayo tunapaswa kuyafanya. Sasa Yesu anatoa mwongozo kwamba
alikuwa na watu kadhaa ambao amekuwa akiwafundisha kwa kadri ambavyo alikuwa akiambatana nao katika kipindi ambacho alikuwa nacho. Sasa moja kati ya vitu ambavyo alikuwa akiwafundisha, aliwafundisha pia katika eneo la kukesha. Na katika eneo la kukesha akuwafundisha tu kwamba mnatakiwa mkeshe, mnatakiwa muombe siku zote pasipo kukata tamaa. Bali yeye akuishia kusema tu. Tuliona yeye amekuwa Waingereza wanasema amekuwa front line, au amekuwa mstari wa mbele katika kukesha pamoja na kuomba. Kwa mikesha yake amekuwa mikesha mara kwa mara, na amekuwa akiwaasa wale waliokuwa wanamfuata kwa habari ya wale mitume kwamba wanapaswa kukesha kila itwapo leo, ili basi wasije wakaingia majaribuni. Alijua wazi ya kwamba moja kati ya vitu ambavyo vitakuimarisha katika kuvuka na kuweza kufanikiwa katika mambo ambayo unafanikiwa ni katika eneo la maombi ya mikesha. Bwana asifiwe sana. Sasa ukisoma katika Mathayo pia sura ya 26 na ile aya ya 41. Mathayo 26 aya ya 41, tunapata tena maelekezo hapa kwa Yesu kwa habari ya maombi ya mkesha. Mathayo 26 41 anasemaje? Biblia inasemaje? Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Sasa roho ilazi lakini mwili ni dhaifu. Roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Sasa kwa nini anasema kesheni muombe ili msije mkaingia majaribuni? Anajua wazi ya kwamba wanadamu tuna adui mkubwa mmoja ambaye amekuwa akitusonga na kutupeleka katika namna ambayo tunapaswa, au katika namna ambayo hatupaswi kuenenda hiyo namna. Adui hii ni adui ambaye ni mwovu Ibilisi. Shetani amekuwa kizuizi kikubwa katika kuyafanya yale ambayo tunapaswa kuyafanya ndani ya kanisa. Bwana asifiwe. So namna pekee ya kuweza kumpinga au kumshinda adui huyu shetani, Yesu anatupa maelekezo ya kwamba tunapaswa kukesha. Kwa maana unapokesha unapokea nguvu ya kuweza kumpinga, kwa sababu adui yuko wazi usiku kucha akitafuta kukuangusha. Na sifa pekee ya mtu ambaye anaweza akashinda hivi vishindo vya adui ni yule mtu ambaye anakesha na kuomba. Haleluya. Sifa pekee ya mtu ambaye anaweza akashinda vikwazo vya huyo adui na misukosuko yote ya kimaisha na mengine ambayo tunayajua haya, na matabia mengine ambayo yamekuwa kitusibu, ambayo tumekuwa tuyataki, ila kwa sababu tu ya namna ya mwili ambavyo umekamatwa na adui shetani tunajikuta tunafanya. Sasa ukiwa mtu wa maombi utaweza kuwa na ile hali ya kuweza kumpinga adui na kuweza kumzimisha kwa namna ambavyo umepokea nguvu kwa sababu ya mikesha ya maombi. Sasa anasema jaribu liko wazi, lakini yule ambaye anakesha na kuomba ndio anaweza akashinda. Kwa nini? Moja kati ya majaribu ambayo tunayapata duniani, moja kati ya majaribu ambayo tumeyapata katika siku zetu za maisha, huwa yanatokea nyakati za usiku. Sasa sijui kama umeshawahi kujiuliza kwa nini yanatokea nyakati za usiku. Eti sijajua kwa nini, au sijajua kama kuna siku ambayo umesha kujiuliza kama kwa nini yanatokea nyakati za usiku. Sasa kama umewahi kujiuliza umepata majibu, lakini pia kama hujawahi kujiuliza, moja kati ya sababu ya makwazo au adui kuwatumia watu kwa namna ambavyo wanapenda katika nyakati ya usiku, kwa sababu mtu anapolala ndio adui anapata nafasi ya kwenda kumwataki au ya kwenda kufanya kile ambacho anafanya, kwa sababu anakuwa hajitambui. Bwana atuhurumie. Bwana atuhurumie. So kati yenu kuna watu kadhaa wamekuwa mashahidi. Mtu analala, pengine hajaomba
au hana tabia ya kuomba. Sasa akiwa katikati ya usingizi, mara anaanza kuota analishwa nyama au ananywesha maziwa au anakimbizwa katika mazingira ambayo anaona hafiki mwisho, au anaanguka kutoka juu mpaka chini wala hafiki mwisho. Bwana atuhurumie. Sasa wewe ukikurupuka unaweza ukafikiri kwamba ni hali ya kawaida tu, kwamba haya yanatokea tu kwa sababu labda pengine nimekuwa nina hofu, pengine nimekuwa na mawazo ya baina ya mtu fulani, pengine labda nimekuwa na tabia kula nyama nini na vitu kama hivyo, pengine labda nimekuwa nikipenda maziwa, ukachukulia tu kawaida. Hapana. Ndoto huwa katika ulimwengu wa roho tunasema ni message ambayo inakuokoa katika uangamivu ambao ulipaswa kukupata na kukuweka katika hali ya mazingira ambayo yatakuwa ni ya amani. Kwa hiyo unapokuwa unapuuza ndoto hizi, uwe na uhakika jambo hilo ambalo Mungu amelituma kwa habari ya kukutoa katika uangamivu wako, kuna siku litakuja kutimia. Na kuna baadhi ya watu yamekuwa kiwakuta hayo, lakini kwa sababu ya kupuuza wamejikuta na kuja kutimia, alafu anaanza kusema ni kweli kuna ndoto fulani niliwahi kuota. Mfano labda jirani yako amefariki, kabla siku kadhaa uliwahi kuota ndoto ya mauti na nini. Sasa ukapuuza wala kusema wala kuingia kwenye maombi, maana baada tu ya kupita hicho kipindi ndugu yako sasa au jirani yako akawa amefariki. Matokeo yake sasa unaanza kuanza kuambia watu kwamba nimekuwa nikiota 1 2 3. Sasa ukizungumza hivyo unakuwa umepoteza time. Walalao ni kama walevi, kwa sababu hawana cha kujitetea. Mlevi yoyote ambaye anakuwa amelewa, chochote unaweza ukamfanyia kwa sababu hana cha kujitetea. Kwa ndivyo ulivyo na wewe ukiwa umelala usiku, unaweza ukafanywa chochote na adui kwa sababu hauna cha kujitetea. Bwana asifiwe. Na Bwana tuhurumie. Haleluya. So ni vizuri kuwa na maombi ya mkesha, kwa sababu unapokesha adui hawezi kupata nafasi. Ndio maana hiyo Mathayo 26 ayo ya 41 hadi ya 42 anasema kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Haleluya. Haleluya. Sawa. Na tabia nyingine tunakuja kuona ni tabia ya kutokuwa na mifungo. Andika, tabia nyingine ni tabia ya kutokuwa na mifungo. Bwana tuhurumie. Tabia nyingine ni tabia ya kutokuwa na mifungo. Sasa kabla tujaenda katika ile eneo la kuangalia tabia ya kutokuwa na mifungo, kuna mambo kadhaa hapa tunapaswa kuyaangalia kwa habari ya faida za kuwa na mambo na maombi ya mkesha. Andika, faida za kuwa na maombi ya mkesha. Faida ya kuwa na maombi ya mkesha au tabia ya mkesha. Faida ya kuwa na tabia ya maombi ya mkesha. Faida ya kwanza ni kuwa na moyo wa kumpenda Mungu kupita maelezo. Ni kuwa na moyo wa kumpenda Mungu kupita maelezo, naye kukupenda. Faida ya kwanza ni kuwa na moyo wa kumpenda Mungu kupita maelezo, lakini pia ukiwa na moyo huu wa kumpenda Mungu kupita maelezo, na yeye pia anakupenda. Na katika eneo la kumpenda Mungu huwa aliji kwa maneno. Eneo la kumpenda Mungu huwa linakuja kwa vitendo. So ndio maana Yesu anatufundisha katika kile kitabu cha Yohana sura ya 14 na ule mstari wa 15. Katika kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 15 maandiko yanasema,
mtu akinipenda atazishika amri zangu. Anasema mtu akinipenda atazishika amri zangu. Sasa tunapozungumzia kwa habari ya kumpenda Mungu, tunaenda mbali zaidi. Tunakuwa tuna maana ya kwamba kile ambacho anakuambia ukifanye, kwa habari ya maelekezo ambayo amekuwa akiyatoa ya kwamba nini ufanye na nini usifanye, na ukafanya kwa yale maelekezo yote ambayo amekwambia uyafanye, hapo tunasema umempenda Mungu. Haleluya. Ndio maana nasema hauwezi kumpenda ndugu yako unayemuona, na yani huwezi kumpenda Mungu usiyemuona na ukamchukia ndugu yako ambaye unamuona. Yani kwa tafsiri rahisi unaweza kusema kwamba umetoka nyumbani, mama yako amekwambia kwa habari ya kufanya vitu fulani, lakini wewe ukasema mimi siwezi kufanya, ninakimbia kanisani kwa habari ya kufanya maelekezo ambayo mchungaji ameniambia. Uwe na uhakika wewe huwezi kufanikiwa na uweze ukafaulu katika jambo lolote ambalo umekuwa ukilifanya, kwa sababu baraka za kwanza kabisa huwa tunazipata nyumbani kwa wazazi wetu. Ndio maana Yesu anasema mpende wazazi wako katika ile Efeso 6:1. Anawaasa watoto ya kwamba enyi watoto watini wazazi wenu, kwa maana hii ndio amri na haki. Waheshimu baba na mama yako ili upate heri na miaka mingi duniani. Sasa tunapokuja katika swala la kumpenda Mungu, tunakuwa tunaonesha vitendo ya kwamba leo hii mtu akisema nampenda Mungu lazima awe na zile tabia ambazo zinaambatana na yeye. Akisema nampenda Mungu, tunajua kweli kama huyu mtu anampenda Mungu. Utakuta mtu anasema nampenda Mungu hapa, alafu huyo mtu ukimwambia kwa habari ya pengine shika mfagio uweze kufagia au kusafisha mazingira yetu ya kanisa, anakuwa mbishi, anakuwa mkatazi. Huyo mtu ambaye anasema nampenda Mungu, yeye ndio anaongoza kwa kiburi cha uzima. Huyu mtu ambaye anasema nampenda Mungu, yeye ndio anaongoza kwa tabia za ajabu ajabu ambazo kiukweli ukisema umtazame Kristo na mtazame huyu mtu ambaye anasema Kristo yu ndani yake, ni vitu viwili tofauti. Bwana atuhurumie. Bwana atuhurumie. Kwa hivyo ukimpenda Mungu, kuna namna utakuwa kama yeye, kuna namna utatembea kama yeye, kuna namna utafanya yale ambayo unapaswa kuyafanya, na watu wakikuangalia watasema amen, haleluya. Maandiko yanasema mtu atuhesabu kama hivi, ya kuwa sisi ni watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. So ni vizuri kufahamu ya kwamba faida hizi ni za msingi, lakini pia faida hizi ni za muhimu kwa sisi ambao tunasema tunampenda Mungu. Sasa nilikuwa nazungumzia kwa habari ya kwamba ukiwa umezoea maombi ya mkesha, moja kati ya tabia ambayo inajengeka ni kumpenda Mungu. Mungu huwa anafurahishwa na ibada zetu zenye maana mbele za Bwana, na Mungu huwa anafurahia kuona watakatifu wakitoa miili yao kwa dhabihu kwa ajili ya kumfanyia Mungu ibada. Siku moja katika semina mwalimu wetu akatuuliza swali ya kwamba hivi unapomfanyia Mungu ibada, huyo Mungu ambaye unamfanyia ibada, yeye anapata faida gani? Anapata faida gani? Moja kati ya majibu ambayo tulipata kuona kwamba Mungu anafurahia kuona utukufu wa jina lake ukitukuzwa kule mbinguni. So unapompenda Mungu, moyo wako manake unakuwa umeuweka karibu na yeye, na kwa sababu maandiko yanasema yeye alipo na wewe utakuwepo, kwa kuyafanya yale ambayo unapaswa kuyafanya, basi ukimfanyia Mungu ibada, manake pale ambapo unamfanyia Mungu ibada, yeye anakuwepo na wewe
unakuwa miongoni mwa moyo wa Mungu. Haleluya. So ni vizuri kujua faida hii, na sio tu kujua, bali tu uweze kuichukua na kuitendea kazi. Haleluya. Lakini pia faida ya pili, unajijengea au unajengeka katika eneo la kujitoa katika maombi. Jambo la pili, ukiwa umezoea maombi ya mikesha hii, unajengeka katika eneo la kujitoa katika maombi. Yaani kuna ile nguvu ambayo unaipata ya kufanya kile ambacho wengine hawezi kukifanya, lakini wewe kwa sababu imekuwa ni tabia yako, unajengeka. Na katika mazingira ambapo wengine hawezi kujitoa, wewe unaweza kujitoa kwa sababu wewe hii imekuwa ni kawaida yako. Wewe unaweza kujitoa kwa sababu wewe hii imekuwa ni desturi yako. Wala hauoni hatari, wala hauoni kikwazo chochote ambacho kinaweza pengine ikawa kizuizi ndani ya kile ambacho unataka kukifanya. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini pia jambo la tatu, unapata uamsho wa kanisa kufanya makuu kupita kiasi kwa njia ya maombi. Jambo la tatu, unapata uamsho wa kufanya makuu ndani ya kanisa kupitia maombi. Moja kati ya eneo ambalo tunahitaji mafanikio katika kuyafanya yote ambayo tunapaswa kuyafanya, hasa katika wito ambao Bwana ametuita wa kuwafanya watu kuwa wanafunzi kama Yesu alivyotuagiza katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 28 aya 19 hadi ya 20. Anasema, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, kiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa hapo kwenye kwenda kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, huwa inahitaji nguvu isiyo ya kawaida, kwa sababu kuna watu watamwamini Kristo kupitia kwa kufunguliwa vifungo mbalimbali ambavyo vimekuwa vikiwafunga kwa namna ambavyo wamekuwa wakitumiwa na adui shetani. Lakini pia kuna watu ambao wana mioyo migumu. Hii mioyo migumu ambayo mfano wake ni mioyo kama ya Farao, mioyo ya jiwe, mioyo ambayo haikubali maonyo, mioyo ambayo haikubali namna yoyote ya kuweza kuwaasa ili watoke katika uangamivu wao. Hauwezi ukaibadilisha kwa namna yoyote pasipo maombi. Kwa ni maombi pekee ndio atakao kusaidia kuweza kugeuza ile mioyo ya jiwe, ile mioyo ya kuendelea kukamatilia uovu, ile mioyo ya kuendelea kushika kile ambacho hakimpendezi Mungu, na kuweza kwenda katika mazingira yanayompendeza Mungu kwa njia ya maombi. Kwa maombi yanaweza kupasua mlima wa aina yoyote matatizo kwa mtu. Maombi yanaweza kufanya jambo lolote katika kile ambacho kimekuwa kishindikana kwa watu, kwa sababu huwa kuna nguvu iliyoko ndani ya maombi. So namna pekee ya kuweza kufanya mambo kuwa rahisi sana ni kuwa na maombi ya mkesha, ili kuweza kutimiza ile agizo la Yesu Kristo ambaye ametuambia tukawafanye watu kutoka mataifa mbalimbali kuwa wanafunzi. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mikesha ya maombi huwa ina nguvu, huwa inaleta uamsho, huwa inaleta badiliko la kanisa kuwa na nguvu ya kuweza kufanya makuu ambayo tunaona katika Zaburi ile sura 60 na kuanzia ile aya 12, ya kwamba kwa msaada wa Mungu tutatenda nini? Tutatenda makuu. Na kwa msaada wa Mungu anasema yeye atawakanyaga watesi wetu, nao watanyamaza kimya kwa jina la Yesu. Kwa unaipata nguvu hii baada ya kuwa umekesha, baada ya kuwa umeomba,
baada ya kuwa umefanya maombi haya kwa mfululizo pasipo kukoma. Na tunapozungumzia maombi ya mkesha, hatuseme kwamba tukeshe siku moja au mara moja labda kwa mwaka mmoja alafu tuache. Hapana. Tuwe na ratiba ambazo ni za mfululizo, ambazo zitakuwa ni endelevu kwa ajili ya kuendelea kufanya, ili kujilimbikizia nguvu itakao tuwezesha kufanya yote. Haleluya. Katika kitabu cha Luka sura ya 18 aya ya kwanza, maandiko yanasema, imewapasa kumuomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. So maombi haya ya mkesha ni maombi ambayo tunapaswa kukesha na kuomba kila itwapo leo. Tunapaswa kuomba na kukesha pasipo kukata tamaa. Tunapaswa kukesha na kuomba pasipo kuangalia tumekesha mara ngapi, ambapo kupitia mikesha hiyo pengine labda Bwana bado hajajibu, pengine Bwana yuko mbali na sisi, pengine Bwana hajawahi kufanya jambo lolote na amekuwa kama hatutuoni. Tunapokuwa tunafanya mambo yote, tuwe na uhakika ya kwamba katika ile ahadi ya katika kitabu cha Isaya anasema, mkono wa Bwana si mfupi wala haujapunguka hata usiweze kutuokoa, wala masikio yake si mazito hata yasiweze kusikia maombi yetu. Bwana asifiwe sana. So tunapokuwa tunafanya haya, tuyafanye kwa uaminifu kabisa, ili tuamini na kujua ya kwamba kuna vitu Mungu anaweza asivifanye kwa wakati huo umetaka, kwa sababu ya anataka kutengenezea stamina au akutengenezea uimara fulani wa kuendelea kung'ang'ania kile ambacho unang'ang'ania, ili pengine kupitia mapito hayo unaweza ukamfundisha mtu mmoja naye akaweza kusimama katika eneo hilo. Sema haleluya. Lakini pia tunaenda kuangalia kwa ufupi sana ya kwamba katika hii aina nyingine ya maombi ambayo ni maombi ya kufunga, takuletea maana nyingine ambayo pengine unaijua au haujui ya kufunga. Kwa hiyo tunaposikia kufunga, lazima tujiulize kwanza, kufunga ni nini? Kufunga ni kupata nguvu ya kututoa katika changamoto zinazotushinda. Bwana asifiwe sana. Au unaweza kusema kufunga ni hali ya kutiisha mwili. Kufunga, unaweza kaandika tu maana hii. Kufunga ni hali ya kutiisha mwili kwa njia ya kujinyima kula. Kufunga ni hali ya kutiisha mwili kwa njia ya kujinyima kula na kutengeneza roho kupata nguvu kwa njia ya maombi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kufunga na maombi ni vitu viwili ambavyo ni pacha. Ni vitu viwili ambavyo vinaandana. Huwezi kusema kwamba nafunga huku uombi. Ukifunga uombi, uwe na uhakika unashinda njaa. Kufunga kunaambatana na kuomba. Tunamwona Danieli alipoletewa taarifa ya kufunua ile ndoto ya mfalme Nebukadreza, aliomba kibali kwa askari yule ambaye alikuwa ni askari wa mfalme Nebukadreza, akampa kibali cha kwenda kuomba. Baada ya hapo, huyu Danieli na wenzake wakaomba na kufunga. Sasa ukisoma pale katika kitabu cha Danieli sura ya 2, utagundua watu walikuwa na nyakati 3 za maombi ndani ya mfungo huo. Walikuwa na nyakati ya asubuhi, mchana pamoja na jioni. Na katika nyakati hizo walikuwa wana muda usiopungua lisali moja katika maombi yao. Na ndio maana hata Yesu anatupa maelekezo ya kwamba tunapoingia kwenye maombi anasema walau japo lisali moja. Kwa nini tunasema hivi? Kwa sababu kwenye ile Mathayo sura ya 26 aya ya 42 anasema, je, hamkuweza kufunga, hamkuweza kuomba walau hata lisali moja? Kwenye mstari wa 40, hamkuweza kuomba hata walau lisali moja? Kwa hiyo kutokea hapo
tunapata picha na tunaelewa kwamba maombi katika mifungo au maombi yoyote, walau hata liwe lisali moja, ndio at least ya maombi yako yanakuwa yenye nguvu. Lakini simaanishi kwamba ukiomba dakika 5 au robo saa haya maombi kwako yana nguvu. Lakini maombi yanakuwa na maana sana, au unatengeneza kitu cha nguvu ndani ya roho ukiwa na maombi ya muda mrefu. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. So maombi haya ya kufunga yanatusaidia kuutisha mwili ambao mwili huu umekutana na changamoto vingi ambavyo kwa namna ya kimwili au kwa namna mwili inavyotaka wala haiwezekani. Kwa inahitajika nguvu isiyo ya kawaida ambayo inaweza kaingia ndani ya mwili, ukaitisha hii mwili ukaweza kufa, alafu roho ikaweza kufanya kazi na kuweza kufanya yale ambayo unaweza kuyafanya. Sasa ukiangalia katika kitabu cha Galatia 5 sura ya 5 mstari wa 16, maandiko yanasema, kwa kufupisha muda, anasema basi nasema enendeni kwa roho, wala hamwezi kuzitimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili utamani kushindana na roho, na roho ukishindana na mwili, kwa maana hivi vyote vimepingana hata muweze kufanya mnayo yataka. Anasema lakini mkiongozwa na roho hampo chini ya sheria. Ukishuka kabisa kule chini kwenye mstari ya chini, anaanza kuelezesha yale matendo ya mwili. Tendo la kwanza la mwili, tendo kabisa la mwili la kwanza, utasikia basi matendo ya mwili ni dhahiri ndio haya: uasherati, ibada za sanamu, sijui ufisadi, usuda, manini na nini. Sasa kwa nini uasherati? Kwa nini uasherati? Uasherati ndio tabia kubwa ambayo imekuwa ni kizuizi cha mwili huu kuto kushinda na kuweza kufanya kile ambacho unapaswa ukifanya. Roho haiwezi kushindana na mwili huu alafu roho ikaishinda, ikiwa mwili huu utakuwa na nguvu ya kuweza kufanya kile ambacho unataka. Katika kitabu cha Warumi sura 12 na ule mstari wa 2, maandiko yanasema wala msifuatishe namna dunia hii, anasema bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Msifuatishwe namna dunia hii, dunia ambayo imekuwa ikitumia sana mwili, kwa sababu wanajua ya kwamba mwili ni dhaifu sana katika eneo la tamaa ya mwili na mambo mengine kadha wa kadha. So unapoutisha mwili kwa njia ya mifungo, unapoutisha mwili kwa njia ya maombi, unaipa roho nguvu ambayo itaweza kushinda yote ambayo kama ulikuwa hujafunga na kuomba usingeweza kuyafanya. Na ndio maana katika Galatia 5:16 anasema mwili utamani kushindana na roho. Sasa roho imekuwa haiwezi mwili, kwa sababu tumekuwa ni watu ambao sio mifungo, ni watu ambao tumeendekeza kula kuliko kumtafuta Mungu kwa njia ya mifungo. Na ukifuatilia baadhi ya watu wengi ambao wamekuwa dhaifu katika eneo la ukiroho, utakuja kujua ni wao watu ambao wanaendekeza kula kupita maelekezo. Sisemi kwamba pia hawa watu ambao pia wanafunga kwamba hawezi kuanguka, wanaweza kuanguka pia. Lakini sasa ukifanya tathmini utagundua asilimia kubwa ya watu ambao wamekuwa mwili ukiwashinda kwa habari ya tabia hizi za mwilini ni wale ambao hawana maombi ya kufunga. Bwana atuhurumie. Haleluya. Lakini pia ukiangalia katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 4 kuanzia mstari ule wa 16 hadi 18. Wakorinto wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16 hadi 18. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema kwamba yanasemaje? Kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku
kwa siku. Sikia, Mtume Paulo hapa anasema, kwa hiyo hatulegei. Anawaambia watu gani? Hao watu ambao wamekuwa kwenye mifungo ya maombi ya mara kwa mara. Anasema unapoingia kwenye mifungo ya maombi ya mara kwa mara, hauwezi ukaregea. Japo utaonekana katika hali ya nje, mwili wako ni dhaifu, mwili wako hauna namna fulani ambao uko sawa wengine kwa sababu ya kukosa chakula, pengine maji mara kwa mara. Lakini anasema huyu mtu wa namna hii hawezi kulegea, kwa sababu ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Utagundua katika ziara za Yesu, moja kati ya ziara za Yesu, alipita katika maeneo fulani katika kitabu cha Mathayo sura ya 8 kuanzia ile aya 24. Alikuwa katika maombi ametoka katika maombi ya mkesha, akawa anapita na wanafunzi wake. Anaonekana yupo katika hali ya ulegevu, lakini kwa sababu ya uwezesho wa nguvu za kimungu ambazo zilikuwa zimejaa ndani yake, yule mtu alikuwa na nuru, nguvu ambayo alipokutana na wale watu wawili ambao ni Wagerasi. Wale watu Yesu hakuhitaji kuambia neno lolote, lakini kwa sababu ya ile nguvu ya mkesha na mifungo ya maombi, wale watu mara wakaanza kupiga kelele. Wakisema, Yesu mwana wa Mungu, tuna nini na wewe? Basi kama vipi turuhusu tuingie katika wale nguruwe. Sasa wakati wanasema hawa Wagerasi, Yesu hakuwa amezungumza neno lolote, lakini Yesu aliwaambia basi ingieni. Alivyoingia, basi wale nguruwe wakakimbia kwenye maji, wakajitupa huko, na wale watu wakakimbia wakaenda kushuhudia habari njema, wakaja wakaokoka. Sasa ninazungumza kwa habari ya mfungo, ya kwamba unapofunga unautisha mwili, na wakati watu wanaona kwamba mwili unalegea, ndani katika roho unakuwa unaijenga kwa namna ambayo watu hawawezi wakaona, ila katika ulimwengu wa giza ndio unafahamu habari hii. Bwana asifiwe sana. Yaani watu hawawezi kujua, lakini katika ulimwengu wa giza wao wanafahamu issue hii. Tunaamini wapi? Katika hiyo Mathayo sura ya 8 na 24. Watu hawakuweza kuelewa kwa nini hao Wagerasi wanapiga fujo. Kwa nini hao Wagerasi wanakimbia, wanaanza kupagawa na mapepo? Kwa sababu ya kile ambacho kilikuwa ndani ya Yesu, ambacho kilikuwa kimetokana na mifungo ya maombi. Bwana asifiwe sana. Unapofunga na kuomba, unakuwa na nguvu ambazo mwingine hawezi kuwa nazo, ambazo ukipita katika mahali popote, kama kuna mtu ambaye ana shida na matatizo yoyote, utaweza kugundua kwamba huyu mtu ameona kwamba kuna utisho fulani ambao uko ndani yako. Yaani unakuwa na utisho fulani ambao wengine wanaweza kauona, lakini anaipata ni yule ambaye amekuwa na shida na machangamoto, hasa kwa habari ya wale wenye mapepo. Bwana apewe sifa. Haleluya.